Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 16 aya 22 hadi ile ya 34, na Injili tunaipata kwa mwinjili Yohane, sura ile ya 16 aya 5 hadi ya 11. Nitaisoma Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 inazungumza ndugu zetu Paulo na Sila waliotoa maisha yao kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele. Walipokuwa maeneo ya Filipi, wenyeji wale waliwakamata, wakawavua nguo, na amri ikatolewa wawekwe gerezani. Wakapigwa mapigo mengi. Hawakuwa wametenda dhambi, bali kwa sababu ya neno la Mungu ambalo walikuwa wakilihubiri. Wakiwa ndani ya gereza, Paulo na Sila wakaona ndio wakati mzuri sana wao kuweza kukaa na kuweza kuongea na Bwana, na amri ikatolewa kule gerezani watolewe katika kile eneo la wafungwa wengine, waweke katika chumba cha ndani, kwa sababu hao watu walikuwa ni hatari. Wakafungwa na kamba ya mkatale katika miguu yao. Paulo na Sila wamefungwa kamba katika miguu yao, wapo katika chumba cha ndani kabisa, condemn. Wakiwa huko, wakaanza kumwimbia Bwana, wakaanza kumwomba Mwenyezi Mungu, wakimwimbia nyimbo za kumsifu Bwana, na wafungwa wengine wakawa wanawasikiliza Paulo na Sila wakiwa wanamsifu Bwana. Fundisho: mara nyingi katika nyakati ngumu ambazo Mungu huwa anakuwa ameruhusu tupitie, si kwa sababu tumetenda dhambi, tunaingia katika vifungo. Na kuna watu wengi sana ambao wamefungwa gerezani, si kwa sababu wameua, si kwa sababu wameiba, bali walikosa msaada wa kisheria. Wamefungwa kule, walisingiziwa wengine kwa mambo makubwa. Wengi wakiingia katika vifungo mbalimbali na mateso mbalimbali ya maisha ya kusingiziwa, huwa wanaingia kuweza kumlaumu Mwenyezi Mungu, na baadaye wanasahau wajibu wao wa maombi. Paulo na Sila katika mazingira magumu wakiwa gerezani waliingia katika maombi. Paulo na Sila wakiwa gerezani walimwimbia Mwenyezi Mungu, na huko walipokuwa na Mwenyezi Mungu, ingawa wale wafungwa wengine walikuwa hawamjui Mwenyezi Mungu, walikuwa hawajui habari za Yesu Kristo, wakawa wanawashangaa. Ndipo muujiza wa ajabu katokea katikati ya kuweza kumsifu Bwana. Hebu litukuze jina la Bwana katika magumu ya maisha yako ambayo umeyapata. Hata kama umesingiziwa, hata kama umetendewa mambo mabaya, Mwenyezi Mungu huwa anatenda miujiza yake katikati ya gereza, katikati ya vifungo vyako ambavyo umefungwa. Msifu Mwenyezi Mungu. Unganika na wenzako, muombe Mwenyezi Mungu. Usikae ukaanza kujinungunikia, ukaanza kujiona kwamba umetendewa mambo mabaya. Mungu anataka ajitukuze katikati ya hayo mabaya ambayo wewe unayaona. Angalia kilichotokea. Likatokea tetemeko la ardhi, misingi ya gereza ikatikiswa, milango ikafunguka, vifungo vyao wote vikalegezwa. Askari aliyekuwa mlinzi
wa zamu katika ile gereza alipoona hayo, kwamba milango ya gereza imefunguka, akachukua upanga akataka kuweza kujiua. Paulo na Sila, kwa sababu walikuwa wamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, wakamwambia usijiue, usijidhuru, sisi wote tumo humu ndani. Tunajifunza kitu gani? Paulo baada ya kuweza kuwa Mkristo kweli kweli, amevaa roho ya Kristo, hakuwa ni mtu wa kuweza kulipiza kisasi. Wangekuwa ni baadhi ya watu wengine wa nyakati hizi. Umemwona adui yako aliyekuwa amekupiga kwa mapigo mengi, amekufunga, anataka kuweza kujiua, ungemwambia malaika tena ajimalize haraka zaidi yeye na familia yake, uone damu yake ikiwa inamwagika. Paulo hakutaka hilo. Milango ya gereza ilipokuwa imefunguka, hawakukimbia, walibakia pale pale. Anaingia huyu askari, anajirusha miguuni kwa kina Paulo, anaanza kuwaita kina bwana, wakati yeye alikuwa anaona kwamba hao ni wahalifu. Jina limegeuka. Anawaita kina bwana, anawakaribisha nyumbani, anawapeleka nyumbani, anawapatia chakula, alafu yeye anabatizwa. Mungu aliruhusu Paulo na Sila waingie gerezani ili kwenda kumwokoa huyu askari, yeye na familia yake yote waweze kubatizwa. Mungu aweza kukuruhusu uingie katika hali mbaya, kwa sababu kuna watu hilo eneo wanahitaji kupata wokovu, wanahitaji kupata neema ya Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye umemjua Kristo, kazi yako, hata kama umepita katika mapigo mabaya ya namna gani, mtukuze Mungu katika nyakati ngumu hizo. Mungu akitenda muujiza, usitamani hao watu wafanywe mabaya, wapatie neno la faraja, watulize katika magumu hayo, ili hao watu waweze kuokolewa, waweze kufika mbinguni. Askari alikuwa ni mbaya, anabatizwa na yule aliyekuwa mfungwa, na baadaye familia yote inamjua Kristo na inafika mbinguni. Kulikuwa kuna kusudi kubwa katika vifungo vya huyu Paulo na Sila, na hadi katika vifungo vyako, katika magumu yako, kuna kusudi kubwa la Mwenyezi Mungu. Mtukuze Mungu, akutendee muujiza. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.